Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida, vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa hewani kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili. Na Alhamisi ya mwisho wa mwezi, ikiwa kama hii siku hii ya leo, tunakuwa na kipindi maalum, kipindi cha dakika 90, kipindi cha maswali na majibu. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba anatupa kibali hiki. Tunaendelea kujifunza neno la Mungu kwa kutumia ile lugha yetu pendwa kabisa, lugha ya Kiswahili. Basi bila kupoteza muda, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry ili aweze kutupa utaratibu wa vipindi vyetu, na ndipo tuweze kuanza kipindi chetu cha siku ya leo. Karibu sana Brother Jerry. Amen, amen, amen. Asante sana Dada Priska Mungai Mshana, kizungumza mubashara kutoka liko makao makuu ya huduma zetu za Umoja hapa Dallas, Texas. Nikukaribisha ambao umeweza kuingia kwa wakati kabisa, ikiwa ni Alhamisi ya mwisho wa mwezi, specifically tarehe 25 ya mwezi wa 6 huku Marekani, 26 kwingineko, ikiwa ni siku ya 176 kati ya zile 365 za mtegemea Mungu kwa siku kwa mwaka huu 2026, wiki ya 26 kati ya 53 kama tunaokata kati kwa kati huu mwaka wa 2026. Mshukuru sana Mungu katika hicho. Na wakati basi namkaribisha mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Dr. Absalom Nasua, kutufungulia kwa sala, na kupa basi nafasi nyingine ya kipekee kabisa ya kuendelea kujichotea baraka zako kwa shemasi. Tafadhali mkaribishe mmoja, uta forward either ile flyer ama ile invite ambayo unayo katika simu yako hivi sasa katika WhatsApp group yako ya makanisa ya Umoja, kwa mtu mmoja, kwa taarifa kwamba kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili cha makanisa ya Umoja kipo hewani. Na wakati unafanya hivyo, basi kumbuka vipindi hivi na vinginevyo vya nyuma utavikuta katika channel yetu ile ya YouTube inaitwa Umoja Church Bible Study. Umoja Church Bible Study. Subscribe, gonga kengele. Tuki-upload vyombo, basi unakuwa wa kwanza kufahamu kwamba kuna kipindi kingine kimekuwa downloaded pale kutoka maktaba yetu kubwa yenye vipindi vyote vya Bible Study. Vipindi vyote utavikuta pale. Basi wakati tunakuwa shemasi, nimkaribishe za mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Absalom Nasua atumie kipindi kwa sala, and then tuingie moja kwa moja kwa kipindi chetu cha maswali na majibu kwa dakika 90. Dr. Nasua, karibu sana. Amen. Tuombe. Baba na Mungu wa utukufu, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa kututunza na kutulinda kwa mwezi mzima tangu tulipokuwa na kipindi kama hiki. Na siku ya leo Bwana, tumekutana tena kwenye kipindi ambacho tunakwenda kujengana kila mmoja na mwenzake, kuuliza maswali na kwenye kujibu. Tunapoanza kipindi chetu cha leo, tunaliweka dawati zima la Bible Study wako linaloratibu, lakini na watu wote kabisa walioingia kwa ajili ya kuuliza maswali na kuchangia, tunaweka mikononi mwako. Ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, tunaomba na kushukuru. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa yetu Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa kutufungulia kipindi kwa sala ya jioni. Na baada hicho basi niwatangazie rasmi kwamba kipindi chako kimeanza sasa cha maswali na majibu. Hichi kilikuwa kipindi cha 6 cha mwaka huu. Na katika sala mchungaji alifaa kipindi kile kilichopita kilikuwa cha 5 kwa mwaka huu, ambacho tulikuwa nacho ile siku ya Mei ya 28. Kwa hivyo leo ni kipindi cha 6 cha dakika 90 maswali na majibu. Kwa wale ambao inawezekana mkumbuki ama hujaangia kile kipindi kwa muda fulani, basi tunakuwa na dakika 90 ambazo utareja swali la aina yoyote lile la Kristo ambalo aidha tunaweza kutumia Biblia yetu kama point of reference kujaribisha kulishambulia, ama tunaweza kutumia knowledge yetu ya Kikristo kujaribisha kuchangia katika lile swali. Kila kitu kiko open hapa, hakuna swali ambalo haliji. Kwa hivyo huwa huru kabisa, usibaki na dukuduku. Hebu tusikilize swali lako.
simu yako ipo katika mute, iangalie tena, bonyeza alama nyota namba 6, itakutoa katika mute kwa hewani jina la kwanza na pale ulipo. Utakuwa hewani kwa dakika 3 kwa swali lako. Karibu. Naam, ruhusa kuwa kwanza, usijali. Bonyeza alama nyota namba 6, lakini kwanza kwa sababu simu yako ipo katika mute. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Okay. Swali la kwanza la moja 6 linakwenda pale Connecticut kwa dada Mese. Karibu. Mimi asante kaka Jerry, Mungu akubariki. Nashukuru Mungu kwa wakati huu. Swali langu linakuja kutokana na somo tulilo pita la mtumishi wa Mungu Profesa Nzogere kuhusu Yusufu. Unajua wengi kama Wakristo, naweza kusema kwa mjadala tuweze kujadili, wengi kama Wakristo swala la kungojea au swala la kusubiri au uvumilivu huwa ni gumu sana. Especially pale kama vile tulivyopewa, naweza kusema ni mfano wa Yusufu vile alivyopitiwa. Unakuta ndugu zake wakamuuza, akasingiziwa, akaenda jela. Unajua sometimes kwenye maisha sisi kama wanadamu unakuta kwamba tunapitia vitu, inaweza kuwa sio pase exactly kama Yusufu, lakini unakuta unapitia kitu kimoja wala kingine. Na mara nyingi unakuta sisi uvumilivu unakuwa upo, na mara nyingi tunakusema kwamba huyu si Mungu, yani tunasema kama ni Mungu asingekupitisha katika hili. Unakuta tawala ukuzunguka wanakuambia kama Mungu asingekufanyia kitu kama hichi. Kwa hiyo unakuta kwa Wakristo inakuwa ni ngumu kuvumilia na kuamini na kuelewa ni mpango wa Mungu na kuendelea kumuuliza Mungu ni kitu gani cha kufanya extra ili kuendelea kumsubiri Bwana. Sasa swali langu linakuja, kama Wakristo tufanye nini tunapopitia katika magumu na mazito, na unajua kabisa katika hii safari unamsubiri Bwana ili aweze kusema na ili aweze kupa the next direction. Tufanye nini kama Wakristo kubaki katika ile subira pasipo kutenda dhambi au pasipo kwenda njia mbadala? Amen. Amen, amen. Sasa mimi kwa swali lako zuri hilo. Refu nitajaribu kule paraphrase, ameturudisha kwa kitabu cha historia ya Yusufu katika somo ambalo liko limemalizika Bible study, na kama nimemsoma vizuri nitarudi kwake hata kujua tu kama Mkristo ufanye nini wakati unapita katika mapito. Ufanye nini wakati unapita katika mapito, kuwa na subira ya kuamini kwamba Mungu atatenda. Nitakuwa nimekusummarize kidogo vizuri hapa dada Mese. Yes, kwa Mungu atatenda, pia labda katika hayo mapitisho Mungu anakupitisha kwa makusudi, yani kuelewa hiyo kwa makusudi, ili wale wengine wa pembeni wanapokuona unapita katika hiyo matatizo wasikuchanganye kwenye akili zako, au ubakie kumsubiri Mungu. Yani naweza kusema kama vile Ayubu, kwamba pamoja na upa alibakia watu walivyotaka kumchanganya marafiki na mke wake, lakini yeye alibakia kwenye kusubiri Mungu. Amen. Wow. Safi sana. Okay. Haya, mmeweza kusikia, mmeweza kulisummarize hapo. Ametupa mfano Yusufu, ruhusa kutumia mfano mwingine utakaotaka kujaribisha kuchangia hili swali. Unapita katika mapito, unatakiwa uwe na subira kujua kwamba nalopita hapo ni kusudi la Mungu. Kama katika nafasi yako usitezeke, atatenda. Kiswahili nasema utafanyaje? Ama nini kifanyike? Alama nyota namba 6 itafungua line yako. Karibu tujaribishe kuchangia hilo. Pita katika mapito, unajua kabisa kama mapito utakuwa ni kusudi la Mungu. Fanyeje ili wengine wasikuchanganye, ama wewe mwenyewe ufanyeje? Karibu. Kama unazungumza na sija kwa teknolojia, inawezekana kabisa unazungumza katika mute. Angalia simu yako, bonyeza tena alama ya nyota namba 6. Moja kubonyeza hapo nimesikia. Amen, amen, amen. Nafikiri ni Baby Favor huyo. Karibu. Amen, ubarikiwe kwa ukaribisho huo. Naam. Kwa kweli mapito, nafikiri kila mtu ambaye ameokoka, tunapita kwa watumishi wa Mungu ambao walitutangulia, walipita kwa majaribu mbalimbali na sisi tunayapitia kama wanadamu. Lakini kinachotakiwa ni maombi. Cha pili ni uvumilivu.
Unaona hapo Luka 1:1 anasema ombeni bila kukoma wala tusikate tamaa. Na neno la Mungu nimesahau katika Biblia na Agano la Kale, Agano Jipya. Yesu anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo mimi jibu langu ndo hilo, ni maombi na uvumilivu. Basi Mungu awabariki. Amen. Sana Bi Favor kwa kutuanzishia changizo majibu ya siku ya leo. Unaweza kusikia vizuri kabisa. Umeanza kutupa ile Luka 1:1 na ile moja ambayo kidogo imesogea pembeni ni Mathayo 24:13 ila kuvumilia mpaka mwisho. Asante sana katika hicho. Tuendelee. Nani mwingine ikutoe kuchangia katika hili? Unapita katika pito, unajua kwamba hili ni kusudi la Mungu. Especially katika kujua kwamba hili ni kusudi la Mungu, hapo ni kidogo mtihani ulipo. Pita katika jambo lako, tunaita mapito. Unajua kwamba ni kusudi la Mungu, lakini kuna watu wanazungumza pembeni wanakuchungulia. Karibu na si mchungaji Mangesho huyo. Nashukuru sana kwa jeri, Mungu akubariki sana. Swali ni nzuri kabisa kutoka kwa dada Mese. Nadhani pia kwa kuongezea kwa Bibi Favor ndio nikasema kama nitakuwa nimelielewa swali vizuri, pia ni kusimama katika ahadi za Mungu juu ya maisha yako. Kwa hiyo uvumilivu ni neno la Mungu, maombi na neno la Mungu. Kwa sababu katika neno la Mungu limejaa makusudi ya Mungu juu yako. Neno la Mungu limejaa ahadi za Mungu juu yako, kile ambacho Mungu anachokuwazia. Kwa hiyo unalisoma leo, sababu kumbuka neno la Mungu ni mawazo ya Mungu juu yako, unaona. Kwa hiyo unaposoma ile neno unapata picha ya namna gani ambavyo Mungu anakuona wewe katika hiyo situation. Na kama kuna sehemu ambayo unapita uelewi, again nikirudi kwa Bibi Favor, nikirudi kwa Mungu katika maombi. Mungu inapita ile eneo, sijui inapitaje hapa, sijui kwa nini ninapita mahali hapa, Mungu naomba unifunulie. Na wakati mwingine Mungu anaweza kujibu, lakini kwa kupitia neno lake na ahadi zake, neema yake ikakushukia, ikakushikilia wewe katika ile eneo na ukavuka salama. Kwa hiyo nataka kuongezea hapo juu ya kipengele cha kusimama katika ahadi na neno la Mungu. Amen. Asante sana katika changizo lako zuri hilo. Asante sana mchungaji Mangesho. Karibisha mtu mwingine. Unapita katika pito, unajua kwamba ni kusudi la Mungu mwenyewe uweze kusimama katika hilo, wasikuchanganye walimwengu ama hata nafsi yako. Kama unazungumza upo katika mute la nyota namba 6, nasema nipate mtu mwingine mmoja hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna muda watu waliojibu wamejibu tu vizuri, maombi, neno kaongezea mchungaji hapo, lakini mimi ningeongeza pia kidogo. Kuna muda unapita, ni kusudi la Mungu, lakini katika yote alivyosema usimame katika neno, usimame katika maombi, lakini pia sometimes pia kupita katika pito, pambana pia na toba. Kwa sababu sometimes unaweza kujisema ni makusudi ya Mungu, lakini unajua kama binadamu kuna muda unaweza ukakosa, yaani kuna dhambi nyingine unafanya, unajua kabisa, unajua kuna kazi dhambi zinazoonekana, sio kazini, sio kafanya, lakini kuna dhambi nyingine unaweza ukazifanya bila hata wewe mwenyewe kujua, kumbe pia inaweza ikawa inakusulubisha, yani bila hata wewe kujua. Kwa hiyo yani kama pito ni kubwa sana, umeomba kama alivyosema, ukapitia katika neno likawa kama bado unaona nini, wewe pambana na toba tu. Endelea na toba, omba na toba. Ukiona toba inaona nini, endelea huruma ya Mungu. Kwa sababu wanasema katika neno, wanasema ukisema Mungu Bwana nihurumie, huruma yake itakuhurumia katika lolote.
weza ni pito au kama sio pito, lakini Mungu atakupa huruma yake, atakunyanyua kwamba Mungu naomba unihurumie. Hili pito ni kubwa sana, ninashindwa, naomba huruma yako. Kwa ukishafanya yote ukiona bado, nenda kwenye toba, malizia na huruma ya Mungu. Sasa Mungu akikuhurumia haina shida. Inaweza ikawa na pito kubwa, lakini ukashikia tu amani ya ajabu ya Kristo iko ndani ya moyo wako. Mpaka mtu mwingine anaweza akashangaa, huyu vipi, mbona hii jambo ni kubwa sana, nawezaje? Kumbe ile huruma ya Mungu inaweza kukava. Unaweza kushangaa ile pito lako bado lipo, kama ni tatizo bado lipo, kama ni mgonjwa bado ana hali ngumu, lakini unasikia tu alifanya utulivu na amani ya Kristo. Kumbe huruma ya Mungu imekukava. Amen. Huyu ni Sister Josephine wa Kuyangana pale Houston. Asante sana kwa chingizo lako hilo. Sasa nirudi Connecticut kamuuliza swali. Umeweza kupata perspective kama 3 hivi. Vipi, tumekusogeza ama tumekuacha nyuma? Sister Mese. Amina. Asante. Mungu awabariki wote wanajibu. Amina. Asante. Amen. Asante sana katika hilo. Swali lilikuwa nzuri na nashukuru ambao tumeweza kuanza kuchangia, na kwa ambao mmeingia kuchelewa basi swali la kwanza umelikosa, lakini utapata nafasi kulipata swali linalofuata. Angalia simu yako, alama nyota namba 6, utabonyeza hiyo ndio itakayotoa katika mute jina la kwanza na pale ulipo. Tunajua ndani ya dakika 3 unaweza kuuliza swali lako vizuri kabisa na ukaeleweka. Karibu. Unaweza sio. Amen. Karibu Pastor Mangisho. Amen. Nashukuru kaka Jerry. Alikuwa na swali lakini nitaomba samahani, labda naweza nikachukua muda kidogo kuliweka vizuri au kama pana yake. Unakuta katika ulimwengu wote, hii dunia nzima ambayo tunayoishi, ni tumaini la kila mtu ya kwamba tuweze kuishi kwa mafanikio mazuri, tuweze kuishi kwa amani, tuweze ishi kwa kupendana. Haijalishi ni uwe ni Mkristo, Muislamu, yani popote pale, lakini ile deko, ile nani ya ndani, ile hamu ya kila mtu ni kuishi kwa amani. Matatizo haya kuonekana na matatizo haya kuisha katika ulimwengu huu, jirani kupendana, jirani kufanikiwa kimaisha. Na unakuta labda nitumie kwa upendeleo kidogo, dini ya Kikristo au neno la Mungu ina majibu yote hayo. Angalia zile amri 10 kwa mfano. Yaani mtu tu mwenye akili timamu nzuri, ukiziangalia zile amri 10, kama wote tungezifuata, yani dunia kungekuwa na amani kubwa. Sasa swali langu ni hili, kama hiyo ndio kesi yetu sisi wote tunatamani hivyo, na neno la Mungu lina provide hilo jibu, kwa nini neno la Mungu huwa linapingwa sana? Kwa mfano nchi hii waliamua kuondoa amri za 10 katika mashule. Kuna maeneo mengine uruhusiwi hata kusema sala. Nchi nyingine tunaweza hata ukauawa kwa sababu wewe ni Mkristo, na yet ndani mwake kuna siri kubwa ya mafanikio. Kwa hiyo achana na kunjatubi tu hapa ndani, hata katika nchi hiyo. Kwa nini hiyo hali inakuwa ni hivyo? Kwa nini unakupata watu wanaogopa kuweza kushare imani zao? Kwa nini hii dini inapingwa sana maeneo mengi wakati ndio jibu la maisha mwanadamu? Swali langu liko hapo. Asante sana kwa swali lako zuri kabisa. Hataweza kueleweka vizuri, na asante kwa foundation ambayo umeweza kuitoa. Kabla uondoka, kuhusu mashuleni ulisema kilichokuwa kinakataliwa nini, na nataka make sure kwamba notes ziko vizuri hapa. Okay. Amri 10, amekuwa nakataa kusali, amelikuwa nini? Sasa nikasema boss, amri 10 ya kwa mfano zilitolewa katingwa kubisha mshuleni. Nasikia kuna makocha ambao labda walifukuzwa kwa sababu ya kusema timu yao kuomba na kuomba ulinzi wa Mungu. Yes, safi kabisa.
basi nitajaribisha kuliparaphrase hapa ili tuweze kwenda pamoja. Mmoja swali alizungumza kuhusu kuishi kwa amani, lakini akasema kwamba kwa nini Beth Foundation yake ipo kwamba kwa nini neno la Mungu linapingwa especially katika nchi hii, na akatoa mifano kadha wa kadha. Akasema kwa mfano mashuleni wanakataa kubandika amri 10, ama kanisa mkesi wanakataa kusali Kikristo, na vile vile watu wanaogopa kushare imani zao wazi wazi. Unafikiri kwa nini hilo tunalishuhudia kwa siku? Kwa nini tuna observe hicho kwa siku ya leo? Nafikiri swali lako lipo hivyo, nikiweka hivyo. Yes, Kajeri, lakini kumbuka ile afirmation kwamba wengi tunatamani kile ambacho Biblia inataka ina majibu, lakini yet watu wanapinga neno la Mungu. Safi kabisa. Basi umeweza kupata nafasi kwa swali la pili hilo. Hebu tulichangia hapo. Unafikiri kwa nini? Na kumbuka tunajaribisha kuchangia hapa. Kila jibu ama kila changizo lina nguvu yake. Utaanza kwanza kubonyeza alama nyota nambari 6, jina na pale ulipo. Kwa nini unafikiri neno la Mungu linapingwa? Na mmoja swali kusema neno la Mungu najua anamaanisha lakini kwa Kristo. Kwa nini unafikiri Ukristo unapingwa? Katika mfano wote unaweza kuutaja, kama ni mashuleni amri 10 zile, kama ni kusali asubuhi ama jioni, kwa mfano kwenye baadhi ya games makocha anasema tuendelee kama kawaida. Unafikiri inapingwa? Watu wanaogopa kushare imani zao openly. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu tena. Mimi kwa uelewa wangu nadhani ni ile hali ya free. Kama hapa Marekani mara nyingi wanasemaga kila mtu yuko free. Hata kuna sheria kabisa, yani nadhani hata Tanzania pia ipo kwamba ile unakuwa free kwa kuabudu. Ndio maana hata makazini waga wapendi sana kuzungumzia mambo ya dini, kwa sababu wanaamini kila mtu yuko free na anachokiamini. Na katika universe, ulimwengu, kuna imani nyingi. Yaani ukiacha Ukristo, Waislamu, yani zaidi hata maelfu, yani nyingine hata hatujawahi kuzisikia. Kwa kila mtu unategemea, na kuna wengine hawana imani yote, hawaamini hata Mungu. Sasa ili kuondoa ile kwamba kumforce mtu, na hasa mfano kusemea kwa serikali, kwa ndio maana wanataka kwamba kila mtu awe free, wajiamulie, kwa sababu wanajua hilo ni swala hilo moja. Lakini swala la pili kwamba kwa nini watu wasiki kitu ni kitu kizuri yani, lakini watu unakuta wanapinga. Unajua wokovu ni neema. Yaani wokovu ni neema. Yaani mpaka neema ikikujia hautapinga. Ndio maana hata yule ambaye anapinga unaweza kumwambia leo akapinga kabisa, lakini unaweza ukashangaa kitendo cha kuondoka, kuna mbegu umeiacha. Hata akiwa peke yake kuna kitu kanaweza kakaendelea kuongea na yeye kwenye sauti kwamba hicho kitu kinawezekana, kwa sababu hata ukisoma ushuhuda, nakumbuka kuna mmoja anaitwa Nabii, kama mshawahi kumsikia, alikuwa ni Muislamu sana, alikuwa anapinga, yani Muislamu yule wa kusoma, lakini alipoanza kwa habari za wokovu alianza kidogo, akawa anajaribu kudiscuss, wanabishana. Baada ya miaka 3 ndio akapata ile mwanga kwamba hiki ni kitu, na akabadilisha, na amekufa Kikristo, yani alikufa ile kama shujaa. Lakini kwa hiyo mimi naamini kwamba wanapinga kwa sababu wokovu ni neema. Yaani mpaka Mungu akupe neema. Na kuna sehemu fulani kwenye Biblia, sijui ni mstari gani, alisema hakuna mtu anaweza kaja kwa Baba isipokuwa Baba ameamua huyo mtu, yani kama vile ameamua huyo mtu aje, asipoitwa na Baba, kitu kama hicho. Kwa ni mtu hawezi kwenda kwa Baba bila Baba mwenyewe kutaka. Yani kwa kwamba kuna neema tu ya Mungu kwamba wewe anakuhitaji. Na hata utapinga, lakini utakuja kwake. Kwa anapinga kwa sababu ni kitu kikubwa, na hizo tu force ya shetani na Mungu, lakini pia ni neema ya Mungu. Ikikufungulia utaingia. Bado hajapata hiyo neema. Amen. Amen. Sana Josephine kwa kutuanzia mdahalo hapo. Very good. Asante sana. Unaweza kumsikia mchangiaji wa kwanza. Wewe unasemaje? Angalia simu yako na maneno nambari 6. Amen. Karibu brother Allen. Mimi nafikiri kwamba wakati zinawekwa hizo amri 10 makanisani, mashuleni, kwenye mahakama na vitu kama hivyo, taifa la Amerika lilikuwa na Wakristo wengi. Yani ilikuwa na asilimia kubwa bungeni, wapi Congress zote zilikuwa zimejaa Wakristo karibia 100%. Na sasa hivi kwamba Wakristo wamepungua, labda wako 63%, labda 70%. Na
kwa kweli dini ya mtu mwingine yoyote inamuoffend mtu mwingine. Yaani kwa Mkristo kumwambia Muhammad ni mtume unamuoffend, na Myahudi kumwambia Yesu ni Masia unamuoffend, Muislamu kumwambia Yesu ni mwana wa Mungu unamuoffend. Sasa kwa namna hiyo, kwa namna moja au nyingine, lazima watu watapinga kwamba kitu haiwezekani unless kama nchi yote ingekuwa taifa la Kikristo. Na hata pale unapoona, hata chukulia sasa hivi Iran ni taifa la Kiislamu, bado wale Waislamu pia wanapinga kwa sababu hawako tayari kuishi kwa zile sheria. Tuchukulie kwa mfano kama mtu anasema kwamba mwizi akatwe mkono. Sheria labda iko sawa katika Biblia ya Kiyahudi na unasema neno la Mungu, na ipo sawa katika sheria za Kiislamu, lakini katika sheria za kiubinadamu, yani kibinadamu, wengine wanaona kabisa kwamba hii labda kuna uwezekano mkubwa sio kitu cha Mungu, sio nini, sheria tu. Kwa hiyo rahisi kuipinga. Na the way kwamba taifa linavomove Kikristo kutoka katika Ukristo, bado kuweka sheria za kidini au kuweka matangazo ya kidini sehemu yoyote, unakuwa unawaofendi watu. Yani bila kujua au kutokujua unamofendi mtu wakati unapotangaza Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa sababu wewe unavyoona yeye ni neno la Mungu, kwake yeye anaona kabisa ni kufuru. Unaona? Kwa hiyo katika vitu hivyo lazima kwamba iliwezekana at that time, kwa sababu Wakristo walikuwa asilimia kubwa, na sasa hivi Wakristo hawako asilimia kubwa. Kama sasa hivi Majundo wanaongoza Congress karibia zote. Unaona? Sasa uwezi juu unamwambia habari za Yesu, anakuona kabisa kwamba mtu anatuoffend kila wakati. Unaona? Kwa hiyo ndio maana kuna wakati ilikuwa hata mabishano, tuite Christmas, Merry Christmas, all Merry holidays nini. Vitu vya kawaida tu vikao vinabishana. Happy holiday, happy Christmas. Vitu vikao vinabishana, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kwamba kitu kikubwa kilichosababisha hiko ni kwamba taifa limechanganyikana, sio tena taifa la Kikristo. Amen. Sana brother Allen kwa changizo lako zuri kabisa hilo. Alipoanza kutaja namba kanilazimika nichungulie namba, na nimeona alipokuwa anatokana anapokwenda. Some interesting facts. Hii nchi sasa hivi katika sensa ya mwisho, nchi ya Marekani wako watu 350 milioni, na katika hao basi inafahamika kwamba Wakristo, kwa maana kuna jina la Kikristo, sio lazima kwamba unaenda kanisani kila Jumapili. Wakristo wako 213 mpaka 230 milioni, ambaye kama 62% hivi ya population nzima wanajidentify kwamba ni Wakristo. Na again, pigia mstari hapo kwamba una jina ya Kikristo haimaanishi kwamba unaenda kanisani. Maliza kutoa point ya majuu kwa wale ambao kidogo sababu kumuelewa, hao ni tunaita Wayahudi, wale ambao ni wa Israel. Wana asilimia 2 mpaka 3 katika nchi hii ya Marekani, na kama unafuatilia vitu vizuri zaidi basi utagundua kwamba asilimia kubwa ya vitu vile vikubwa kama media kwa mfano, kama wabunge kwa maana senators, asilimia kubwa ni Wayahudi, yani Jews, lakini population yao ndio asilimia 2 mpaka 3. Na vile vile nikibaki katika hicho, najua kwamba nimetoa kidogo ajabisha kushape ili swali tupate utamu wake vizuri zaidi. Sisi dini yetu Kristo tunafahamu kwamba tunaitwa Kristo kwa sababu ni followers wa Yesu Kristo, ambao tunafahamu kwamba mzaliwa Israel, lakini asilimia wa Kristo ndani ya Israel nayo ni single digit, hivyo ni chini ya 10%. Kwa hiyo angalia hapo, and then sasa tuendelee na mdahalo uweze kuona kwamba inakuaje, kwamba kwa nini watu kama wamezimwa, kwa nini kuna upinzani. Tuendelee. Sana badani kwa tendo lako zuri kabisa. Amen. Karibu dada Mesa. Karibu. Amina. Asante kaka Jere, asante watumishi wa Mungu wote ambao wamechangia. Mungu awabariki. Tukirudi katika hilo, nafikiri linakuja swala la individual. Kwa sababu pamoja na sensa yote uliofanya, bado Wakristo tuko wengi zaidi ya hizo dini nyingine, naweza nikasema. Kwa hiyo kama Wakristo individual tukisimama na imani zetu, kwa sababu kwa sasa hivi watu tunaangalia World Cup, utaona kuna watu wanaingia wanapiga shara msalaba, wanasali kabla hawajaingia. Kuna mtu mwingine Muislamu utaona kaeka mikono hivi anaomba. Kwa hiyo mtu ukisimama kwa ile unalolijua, kama ni Mkristo, ninajua kabisa tutaweza kushinda, kwa sababu kinachotakiwa ni imani.
Kwa hiyo kila mmoja akisimamia, yani kwa Mkristo, kila Mkristo akisimamia imani aliyonayo, ndipo hapo tutakaposhinda. Lakini tusitafute sana kuwa katika grupu, kwa sababu tatizo grupu linakuwa lina vigeugeu, haisimami moja kwa moja. Kwa hiyo kama mchungaji alivyouliza swali kwamba labda mashuleni au nini, kwa mfano kama kwenye darasa kwa kuna Wakristo, let's say wa darasa kuna watoto 18, alafu kuna watoto 10 wa Kristo, wengine 8 labda madhehebu tofauti. Wakisimama hao 10 bado wana nguvu katika kiroho, naongelea kiroho. Kwa hiyo Mungu aweze kutusaidia kusimama kama Mkristo, wewe kwanza kusimama individual. Ndio maana hata maneno ya Mungu yanatuambia tutakapokwenda mbele za Mungu, hesabu ni yako wewe, ulisimamaje kuutetea Kristo, you as you. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Tunaweza tukasema kwa popularity, lakini pia tujiangalie kwamba mimi nikisimama mwenyewe na mwingine akisimama kama Kristo. Kiangalia bado idadi ya Kristo ni kubwa. Kwa hiyo Mungu atusaidie, na tunatakiwa kuomba sana kwamba Wakristo tuweza kusimama katika imani yetu tunayoiamini bila kuteteleka, kama au watu wengine au wapande wa pili wanaposimama kwa imani yao bila kutetemeka wala kuambiwa otherwise. Amen. Amen. Asante sana dada Messi kwa changizo lako zuri kabisa hilo. Unaweza kusikia vizuri na ni changizo nzuri kabisa. Nikaribisha mtu mmoja wa mwisho kabla sijarudi kumuuliza swali. Unafikiri hapo? Na wakati unatoa zile stats, nijaribisha kusisitiza pale kwamba jina la Kikristo haimaanishi kwamba huyu mtu ni Mkristo. Sababu obvious kama Wakristo ni wengi wanaotembea katika nchi zaidi ya 60%, then maybe matatizo yasingekuwa hivyo. Sasa issue ni nini? Ni registrators only ama kuna swala lingine? Hebu tuingie hapo. Na wanasema kwamba kuna kitu kinaitwa separation of church and state. Kwamba nchi ina separate kanisa na sheria za nchi, sheria za kanisa na za nchi zisiingiliane, ili kila mtu apate nafasi iliyo sawa katika nchi hii. Nafikiri tunafahamu wote. Hebu kabisa mtu mwingine mmoja. Kwa nini unafikiri, tunajibisha kurudi katika swali ku make sure kwamba midahalo ilikuwa inaendelea, haikukutoa katika swali, kwa nini neno la Mungu linapingwa katika nchi? Kwa nini watu wanaonekana wanaogopa kushare imani zao za Kikristo katika nchi hii? Au unafikiri amri 10 za Mungu zilinyofolewa katika madarasa ya kisheria katika nchi hii? Unafikiri kwa nini? Wala mami sana bali karibu. Amen. Karibu. Kutokana na masomo tunayokuwa tukipitia mara kwa mara, mafundisho tunayokuwa tukifundishwa mara kwa mara, kitu imani. Ukiangalia sisi wenyewe wa Kristo, tuko wengi pamoja na hao wote waliosema hizo pasiti zilizoko hapa na pale. Tuko wengi. Lakini ni kweli tumesimama kama Kristo? Kwa kweli ni kweli kwamba matendo yetu ni matendo ya Kristo? Kama pale kwenye Biblia wanasema kweli hawa ni wa Kristo kwa sababu walikuwa wamesimama kama Yesu, walikuwa wanatenda kama Yesu. Kwa hiyo wa Kristo tuko wengi, lakini ni mfano. Na ndiyo maana katika huo wingi tunashindwa kusimamia imani zetu. Kama mtu utendi kama Kristo, uchinizi na wewe pia imani huna, ni Mkristo jina. Sema kwa wale wachache ambao tutajitambua, ambao watajitambua, wasimame kuombea hilo neno. Kusimama kuliombea sana, kwamba hata huyo Mkristo mwenzio unayemwona Mkristo, wengine ni Wakristo wa Jumapili, wengine ni Wakristo wa kungoja Christmas na Pasaka, siku zingine haonekani kanisani, kwenye matendo haya na yale ya Kikristo hayupo. Kwa hivyo ni Mkristo jina, ni namba tu inaongezeka. Kwa hivyo kwa wale wachache watakaojitambua kwamba kweli Ukristo umebakia jina, tuombee wenzetu. Muombee huyo jirani yako, muombee huyo mshirika mwenzako kanisani, muombee huyo mfanyakazi mwenzio ambaye unamuona kweli na jina la Kristo lakini matendo yake ni sawa sawa na mpagani. Katika kuwaombea
ndipo sasa tutajikuta kwamba tumekuwa wengi wa kuweza, kama ni kupiga kura basi tutapiga kura tukiwa wengi. Na pia hata hizo wale wenye imani nyingine, ndio huo upinga Kristo. Upinga Kristo upo, bado wamepigwa upofu, hawajamjua Kristo alivyo Mungu. Kwa hivyo tuendelee kuwaombea. Hata sisi tuliomtambua ni kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Niko na Mama Kavishe akichangia kutoka pale Ohio. Asante sana. Sasa nafikiri rudi kuuliza swali. Kaka yangu Mchungaji Mangesho, unaweza kupata nafasi ya kusikia hili na lile. Vipi, tumekusogeza ama tumekurudisha nyuma? Kwa kweli mmenisogeza vizuri kabisa na point yetu ni nzuri. Ila labda kaka Jerry pia kwa kuongezea katika swali langu, mimi pia naona sababu nyingine ambapo dini ya Kikristo huwa inapingwa hata kwa Kristo wengine. Yani tunakuwa tuko tayari kukubali kwamba neno la Mungu ni zuri, yes, mafundisho mazuri, lakini nadhani eneo kubwa ambalo linasababisha dini ya Kikristo kupingwa ni pale ambapo mtu unatakiwa ujikane na umfuate Yesu. Kwa maana nyingine, kama dini ya Kikristo ingekuwa tu ni amri tu, lakini hakuna swala la lordship, hakuna swala la kusarenda maisha yako, then sidhani kama dini ya Kikristo ingekuwa na upinzani mkubwa kama ambao uliopo hata katika maisha yetu ya kila siku. Kwa sababu dini ya Kikristo haitakiwi tu kwamba ufuate amri 1, 2, 3, lakini pia inakulazimisha utoe maisha yako, mtu mwingine awe in charge na maisha yako. Wengi ndipo hapo wanapokuwa mia, manake watu wengi hawataki siku hizi kuambiwa kwamba unachokifanya sio sawa. Kabisa maisha yako kwa Mungu, kuokoka. Hapo nazungumzia zaidi, labda tukao kusema rais. Kwa labda tukao kumalizia tu vile vile kwa kuchangia kwa pointi nyingine zote nzuri ambazo pia zinajibu swali langu. Sababu nyingine mojawapo ni eneo la lordship, eneo la kusarenda. Tuko tayari kusema kwamba mafundisho ya Mungu ni mazuri. Yesu alikuwa ni mtu mzuri. Hata kumwambia Muislamu atakwambia Yesu alikuwa ni mtu mzuri. Lakini shida inakuja pale ambapo uache kila kitu, ujikane, umfuate yeye. Shida ndio inakuwa iko hapo. Kwa maana pia huwa inapingwa kwa sababu ya hiyo. Amen. 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 Sana Mchungaji Mangesho kwa kuongezea katika knowledge tuliyopata katika swali letu hili. Nachungulia hapa, kuna wengine wamefaja pembeni jina Kapuni, wanasema kwamba hii nchi pamoja na nyingine Wakristo wengi kwenye namba, lakini na wanasoma Biblia lakini hawaendi kanisani kutokana na maumivu wanayopata kanisani. Kwa hiyo unakuta hahusiki hivyo japokuwa anasoma Biblia yake kama kawaida. Asante sana katika hilo. Na yule ambaye alirusha comment tunaita jina Kapuni, umeweza kusikika, umekuwa noted. Asante sana. Tuendelee. Nikaribisha swali jipi hapa. Tumeendelea vizuri kabisa. Kumbuka kipindi hiki basi ni cha Bible Study ya Umoja Church, dakika 90 za Alhamisi ya mwisho wa mwezi kwa huku Marekani, maswali na majibu kutoka pande zote. Karibu tuendelee. Tuko tayari kwa swali jipya. Lakini kumbuka simu yako katika mute, bonyeza alama nyota nambari 6, itakutoa katika mute. Jina la kwanza pale ulipo, utakuwa hewani, nitakupa dakika 3, utaweza kulishare swali lako vizuri kabisa. Karibu tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Karibu Bibi Favor. Leo ni Illinois ama sio? Barikiwe mtumishi wa Mungu Jerry kwa ukaribisho huo. Amen. Mimi napenda kuuliza katika Agano la Kale huku Mambo ya Marawi sura ya 23 inasema siku kuu za Sabato, Pasaka na ya mkate usiotiwa chachu, mtafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ni Sabato
ya kustarehe kabisa ni kusanyiko takatifu. Msifanye kazi ya namna yeyote, ni sabato kwa Bwana katika makao yote. Lakini ukiendelea huku chini anakuambia hata siku hiyo msimtumikie. Sasa mimi nashindwa kuelewa, naomba kwa kweli mnifafanulie hapo. Alafu nikajiuliza, ina maana mimi kama mchungaji naweza kufungua kanisa nikachukua siku yangu nikasema hii ni siku takatifu, naweza nikasema Jumapili. Jumapili hapana. Jumatatu, Jumanne au Jumatano au Ijumaa ndio siku yangu ya kuabudu, ya kumtumikia Bwana. Maana mimi sijaona pale walipoandika Jumamosi ndio siku ya kuabudu au Jumapili ndio siku ya kuabudu. Naomba mnifafanulie watumishi wa Mungu, na Mungu awabariki. Amina. Amen. Sana kwa swali lako zuri kabisa hile. Umelifaa Walawi 23. Ulikuwa mstari ngapi ulikuwa unasoma pale mamangu? Walawi 23 mstari wa ngapi? Ngoja kwa nimeshafunika. Nilianzia mstari wa 3. Lakini ukitaka kuelewa kabisa wewe utasoma yote tu, lakini nimeanzia mstari wa 3 nikaenda mstari wa 4. Lakini ukiendelea huko chini anakuambia usifanye kazi yoyote siku ya Sabato, usimtumikie Mungu. Sasa usipomtumikia Mungu hiyo siku ya Sabato, hizo sadaka utazitoa wapi? Naomba mnisaidie. Amen. Asante sana. Daudi 23 kuna kuisoma pale, lakini nabaki sasa katika swali lako. Kuna vitu vile umevitamka hapo, nataka ku make sure kwamba nimekunukuu vizuri. Yes, inalala kwenye siku ya Sabato. Lakini ulianza kutaja na siku za wiki. Je, ulikuwa unataka kusema kwamba siku ya Sabato ndio ipi? Je, ni Jumamosi ama Jumapili ama Jumatatu ama ni lini? Si ndio? Kwa hiyo cha kwanza tujue siku ya Sabato ni ipi, and then sasa unakuja katika hii 23 Walawi huyo 3 mpaka 4 naitasoma. Swali lako la pili kama nimekuelewa vizuri, unalalamo kwamba sasa tusipofanya kazi tutafanyaje? Katika swala la kama ni sadaka na kadhalika, si ndio? Nafikiri umegama hapo kidogo. Wanasema tusimtumikie, na kama tusimtumikie, na siku hiyo sisi tunaingia kanisani, na tunapoingia kanisani tunatoa sadaka. Sasa wanapozuia tusimtumikie, tutamtumikia siku gani? Amen. Haya, sasa nimekuelewa. 23 narudi Walawi 23 ili tuweze kwenda pamoja. Mstari wa 3 unasema hivi, nitasoma 3 na 4. Mtafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ni Sabato ya kustarehe kabisa, kusanyiko takatifu. Msifanye kazi ya namna yoyote, ni Sabato kwa Bwana katika makao yenu yote. Mstari unasema kwamba sikukuu hizi, sikukuu za Bwana ni hizi, zikaanza kutajwa pale, makusanyiko matakatifu ambayo mtayapigia mbiu kwa nyakati zake, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo swali lake mtumishi mweza swali lipo katika Walawi 23:3 na nimeweza kuisoma hapo tukiwa tunatajiwa. Sasa kwa jinsi umeweza kuelewa swali, nikaribisha sasa tuanze kuchangia. Mtumishi kwanza ndukuduko kujua kwamba cha kwanza hiyo siku ya Sabato ndio ipi, and then kama jibu lako nitakuwa nimesema kwamba ni siku ya Jumamosi ama Jumapili. Je, unapokuwa unakwenda kanisani na unaenda kutoa sadaka na wengine wanaimba kwaya, huko sio kufanya kazi? Unapokwenda na unafanya shule, achilia mbali, najibisha kuliboresha swali. Achilia mbali ambao wanafika wanakaa kanisani, wale wengine wanaotumika pale mbele, wanaoimba kwaya, wanaopita kukusanya sadaka na kadhalika. Je, wanafanya kazi ama hawafanyi? Angalia simu yako ipo katika mute, jina la kwanza pale ulipo. Hebu tuzungumze hapo. Cha kwanza siku ya Sabato ndio ipo unavyojua wewe. Tunaangalia Ubarikiwe. Amen. Ubarikiwe, barikiwe mafafanua vizuri. Amen. Asante sana. Nashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Na kida Dawini huyo Washington State. No, Josephine.
Oh, Joseph, I'm sorry about that. Karibu. Leo nimerudi ndio maana kila swali nipo makini. Karibu. Jambo la kwanza, ili swala la Sabato ilikuwa kizunguzungu sana. Hata Yesu nakumbuka amepata sana shida katika huduma yake. Kwa sababu ni amri ambazo zilikuwa zimepewa huko na Musa, na wale Wayahudi walikuwa ni wafuataji sheria sana. Yaani ni watu wanaofuata sheria sana, na Sabato walithamini sana kwamba yani ni siku ya Bwana, itakiwi upike, ufanye chochote, vyakula vilikuwa vipikwe kabla jua kuzama, ambapo siku ya Ijumaa. Kwa hata Yesu alipofanya mambo mazuri bado wakachanganyikiwa. Lakini Yesu mwenyewe, kumbuki ni mstari gani, alipokuwa anaelezea kuhusu Sabato, akasema mimi ndiye Bwana wa Sabato. Kwamba yani sio siku. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, kana mtumishi hapa ameuliza sasa ni siku gani, ni Jumamosi au Jumapili, na akaongeza zaidi kwenye swali lake, je, kama mimi nimeanzisha huduma yangu nikafanya kama basi Jumatatu ndio watu wanaabudu, je ni sawa? Unajua hizi siku za kuabudu kama tukiingia kindani, asilimia kubwa ziliondoa Kristo yani ile, unajua Kristo ni ile maisha ya Kristo, Yesu awe ndani yako. Watu wengi wanaishi kwa dini kwa sababu ya hizi siku. Hizi siku zinaweza zikakuondoa kwa Kristo, zikakupeleka sana kwenye dini. Kwa sababu gani? Mungu anatakiwa abudiwe siku zote, kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu, yani 24/7 anatakiwa worship Mungu, umwabudu. Lakini siku maalum iliyowekwa kwa utaratibu wao mababa wa zamani wakaweka Jumapili, ni utaratibu tu. Haipo yani ile kwamba ni utaratibu tu ujiwekea. Lakini hata Mungu alivyosema kwamba mpumziki, Mungu pia ni wa utaratibu. Binadamu alivyo na akili zake, usingefanywa hivyo angekuwa anafanya kazi 24/7. Hata sasa hivi watu wanafanya kazi, hawana hata time ya muda. Hata Jumapili ambayo umeambiwa basi pumzikeni, na mtu ndio kwanza anachukua masaa, yuko busy na kazi. Kwanza Jumatatu kazi hiyo imejaa. Kwa Mungu ni katika kukusaidia pia, at least fanya kazi siku 6, ya 7 pumzika. Na ukipumzika unafanyaje? Mtafakari Mungu, worship Mungu, fanya mambo ya Mungu, yani kuwa naye, yani katika kukusaidia, yani upate kujua kwamba mimi ni Bwana, huyu ni Mungu wangu, natakiwa ni muabudu, natakiwa nijitoe kwake, yani ile kujisacrifice kwake. At least siku moja kwa siku. Yani ndio ilikuwa lengo la Mungu, yani kuwaweka watu karibu. Kwa sababu binadamu usipomkumbatia anatoweka kabisa kimawazo, na kila kitu anakuwa busy anafanya mambo yake. Ndio maana nadhani Mungu kwa sababu ni utaratibu akaweka at least basi pumzika hii, na wakati unapumzika ni abudu mimi. Kwa hiyo ni pointi moja. Lakini swala la siku ni ipi? Ni utaratibu tu umewekwa, lakini Mungu anataka muabudu kila siku. Na kuna watu wengine unakuta mtu anakuwa anaishi maisha yake ya ajabu nini, lakini kila tu ile siku ya Jumapili anakuwa safi, kwamba mimi ndio siku yangu naenda kanisani ataabudu vizuri, atafanya kila kitu kwa sababu hii ni siku ya Bwana. Kwa siku nyingine zote inafikia tu mtu anaishi kidini, anaona kama iko free kutenda dhambi au kufanya chochote, lakini hii Jumapili hii ndio kuna nini. Na hata kuna mtumishi fulani anasema alikutana na mtu anamsifia, anasema nimekutana na mtu anasifia kama nyie wa Sabato kwa kweli mmeshika dini. Nilikuwa na binti hapa wa Sabato, yani ni mwaminifu sana. Siku nyingine zote Jumatatu akitaka mambo ya kufanya mapenzi sio kutana naye, sio okay. Anasema ikishafika Ijumaa anaambia hii naomba nani, kesho Sabato inaanza. Unaona? Kwa mtu anaogopa siku kuliko kumwogopa Mungu. Kwa ndio maana Kristo alisema yeye ni Bwana wa Sabato. Yaani Mungu tunatakiwa tumuogope kila siku, tumtumikie kila siku. Na umata ni siku gani, lakini huu ni utaratibu. Na mwisho hapo aliposema je, watu wakiimba wasio wakifanya nini, je, hiyo sio kazi? Hiyo ni sehemu ya kumwabudu. Yaani Mungu alipoongea pale kumwabudu Mungu, ni process ya kumworship Mungu. Yaani akili yako na nguvu yako na kila kitu kio kinamwabudu yeye. Kwa hapo ndio kwa kifupi kwamba Yesu ni Bwana wa Sabato, na umata ni kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili wewe muabudu tu. Na hiyo Jumapili ambayo tumewekewa ni utaratibu tu, at least put more effort concentrate kwa ajili yake. Lakini usifanye siku maalum kwamba hii ndio siku tu, inaweza kusababisha siku nyingine uishi maisha ya dhambi, ukaogopa siku moja ambayo ni kosa pia, utakuwa mtu wa dini. Amina. Amen. Sana Josephine kwa changizo lako zuri kabisa hilo. Amesema kwamba Yesu alisema kwamba yeye ni Bwana wa Sabato. Hiyo ni Marko 2:28 nafikiri. Tasoma pale kwa muda wako. Na tumepata Bwana siwe mazuri kanakuja hapo kaka Alan, asante. Najaribisha kukumbusha na najaribisha kutubana wote maswali kama mawili hapa.
tumeshataka kujua, Mwenyezi Mungu kujua kwamba je, ni siku gani hiyo Sabato katika hizi 7 tunazozijua. And then tukaboresha swali, tukasema kwamba yule anayetumika pale kanisani ile sio kazi. Unajua wengine wanalipwa wanakwaya na kadhalika, anajishughulisha. Sasa tunasema anaabudu, yes, kana alipwa, kazi sio kazi. Na kakale karibu. Ya, mimi nilikuwa na kazia swali la mama kwamba hapo kwa sababu katika hiyo siku ya Sabato sio kwa sababu ya sheria za Musa tu. Hata Mungu alivyoumba alisema watu wapumzike siku ya Sabato. Yaani kwa sababu yeye mwenyewe alipumzika siku ya 7. Akataka watu wapumzike kabla hata hajamkabidhi Musa. Kwa hiyo kabla hajakabidhiwa Musa, Mungu alifanya Sabato Jumamosi. Alipokuja na Musa tena akampa Sabato Jumamosi. Hapo inakaaje kwamba bado ni siku ya kawaida kwamba sawa sawa na Jumapili na Jumatatu, wakati kabla hata Musa hajawepo katika ulimwengu yeye alishatangaza kwamba siku hiyo ni Sabato na siku ya mapumziko na ni Jumamosi. Amen. Haya. Badani napo amechangia, lakini vile vile amechomeka kipengele B. Mosi ama si Jumamosi? Asante sana. Haya, karibu mtu mwingine. Swali kidogo ni zito lakini ni tamu na najaribisha tubaki mule mule. Mwanzo swali nataka kujua hii siku ya Sabato ni siku gani? Tukishaijua, kama ni siku ambayo tunakwenda katika nyumba za ibada, wanatumika pale wanafanya kazi ama wafanyi kazi. Mchungaji mmoja amesema kwamba wale bwana pale ule muda wanakuwa wanaabudu. Ile sio kazi. Haya. Karibu mtu mwingine hapo. Swali kubwa, swali zuri. Angalia simu yako, usizungumze mwenyewe katika mute. Angalia simu yako, kama unazungumza na sija kwa knowledge inawezekana kabisa unazungumza katika mute. Alama nyota nambari 6 itakutoa katika mute. Utakuwa hewani. Kuna line zaidi ya 50 naziona. Haya, karibu tuendelee. Kuna mchanganyiko kati ya walimu na wachungaji hapa, naona zaidi ya 7. Ili jibu la siku ya Sabato ni lini, ninakuwa na sababu ya kufikiri kwamba lilishaikuwa covered kwa wale ambao walisoma theolojia, labda ilikuwa covered somewhere na likaweza kupata either jibu ama lilibaki kuwa kimuhe kati ya Jumamosi ama Jumapili. Labda tukianzia pale and then tutaendelea. Ninaweza nikaanza kuinua katika line watumishi, lakini ngoja nisubiri mtu mwingine mmoja. Baba kata moja atafungua line. Siku ya Sabato ni lini katika hizi siku 7 tunazozijua? Mchungaji mmoja amehint kwamba Mungu mwenyewe alisema Jumamosi. Kuna mtu anafikiria tofauti? Na je, kufanya kazi katika ile siku unakuwa umekiuka kile ambacho kilisema kwamba fanyeni kazi siku 6, hii ya 7 msifanye kazi, mtulie? Basi nafikiri kwa niaba ya watumishi wote atakayewasaidia leo atakuwa ni mchungaji kiongozi katika swali hili. Na pia nikwambia kitana nafasi ya kuzungumza siku ya Sabato ni lini. Na baada ya hapo, anayekwenda kama ni siku ya ibada, kwa sababu jibu lake inaonekana majority wanasema inawezekana Jumamosi amekaa Jumapili, na katika hizo siku kuna ibada, anaoshiriki ibada kwa muda ule na akawa analipwa. Nimeongeza hapo ili kuongeza uzito wa swali. Akawa analipwa. Je, huyu amefanya kazi ama hajafanya? Kwa nini tumemlipa? Dr. Nasua, naomba tusaidie katika hili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya Sabato inajulikana kabisa ni Jumamosi. Jumamosi ndio siku ya Sabato, na ndio ambayo Wayahudi walikuwa wanaitumia kama siku yao ya kusali, na wanaendelea kuitumia mpaka leo, pamoja na makanisa mengine baadhi yanatumia siku ya Sabato. Kwa hiyo kwa maana siku ya Sabato ni Jumamosi, je, hiyo ndio siku tunapaswa kuabudu? Sasa hilo linaweza likawa ni swali lingine. Sasa Wakristo hatuabudu siku ya Sabato,
tunaabudu siku ya Jumapili ambayo ndio siku ya ufufuo. Siku ambayo Yesu amefufuka, sisi ndio tumeamua kuifuata. Na kama mnavyojua, shtaka moja kubwa ambalo alishtakiwa Yesu ni kwamba alikuwa haisimamii Sabato. Na Yesu alisema wazi, mimi ndiye Bwana wa Sabato. Na huyo Mungu ambaye mnasema alipumzika siku ya saba, sio kwamba anaendelea kupumzika tu siku ya saba Mungu anapumzika. Yesu alikuja akasema, Baba yangu anafanya kazi hata sasa. Kwa Yesu alikuja akafuta lile swala la kusema Mungu labda alipumzika siku ya Sabato na bado anaendelea kupumzika. Yesu alisema, Baba yangu anafanya kazi hata sasa. Kwa Yesu alipokuja aliondoa ile notion ya watu kuabudu ile siku ya Sabato. Kwa hiyo siku yoyote unaweza kumwabudu Mungu, isipokuwa Wakristo walichagua kuabudu siku ya Jumapili kama siku ya ufufuo. Ndio maana tunasali Jumapili. Lakini siku zote mtu unaweza ukaabudu, na ndio mpango wa Mungu. Siku zote zetu ni siku za ibada, isipokuwa Jumapili ilichaguliwa kwa sababu ni siku ya ufufuo. Yesu alifufuka siku ya Jumapili, na ndio wazee wetu wakaamua hiyo sasa itakuwa ndio siku yetu ya ibada, ndio siku yetu ya ushindi. Na Paulo alizungumza hilo pia, akasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya mambo ya Sabato, mambo ya mwandamo wa mwezi, mambo ya kila kitu. Kwa sababu hicho ndio kitu ambacho Wayahudi walikuwa wamekishika sana. Mambo mengine yote waliacha pembeni. Kwa hiyo Paulo alikuja na akazungumza hilo, akasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya Sabato, kwa ajili ya mwandamo wa mwezi, kwa ajili ya kitu kingine chochote, kwa sababu Yesu ndiye ametimiza kila kitu. Kwa ukiabudu Jumatatu ni sawa, ukiabudu Jumanne ni sawa, ukiabudu Jumatano ni sawa. Lakini ile kushikilia Sabato peke yake kwamba hii ndio siku ya Mungu, ile sio sawa. Siku zote ni siku ambazo mtu anaweza kumwabudu Mungu bila shida na bila wasiwasi wote. Bwana asifiwe. Lakini kwa maana ya kwamba Sabato ni siku gani? Ni Jumamosi. Maana je, Sabato ndio tunatakiwa tuabudu sisi? Hilo ndio jibu lake nimetoa. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana Reverend Dr. Nasua kwa jibu lako zuri kabisa. Nilikuwa nimetamani niweze kupata jibu ambalo limetoka vile vile katika wale ambao walipita katika ile madarasa makubwa ya theolojia. Kuna wengine walikuwa wamenitume message pembeni hapa kwamba hawezi kuzungumza na kadhalika, na wengine wakanirushia na mistari kadha wa kadha ambayo ina support na naona inakwenda maeneo yale alikupita Dr. Nasua. Kwa mfano Mwanzo 2:20, Mwanzo 2 mpaka 3, lakini vile vile Mathayo 28:1 na Matendo 27. Vyote vitavuta katika nusu tutazotuma baada ya kipindi, lakini imeweza kupata mstari kusema kwamba sasa kama Wakristo tunaitambua hiyo siku ni Jumamosi, na umeweza kusikia na huyu kwa kumuuliza swali, umeweza kusikia watu wawili wachangiaji wawili wakitamka kabisa kwa jina kwamba ni Juma la Mosi. Kwa umeweza kupata jibu katika hilo, na vile vile ile la nyongeza na umeweza kulisikia kwa namna yake. Sasa ni ulikuwa kwa Bibi Feva, umeweza kupata machangizo kadha wa kadha. Vipi, tumekusogeza ama tumekuacha nyuma? Kama unazungumza mama, upo katika mute, angalia tena simu yako. Amina. Sasa uko live. Amina. Mungu awabariki wote ambao wamechangia. Lakini Dr. na ameelezea na nani Jocelyn ameelezea, Sabato ni ya sisi wenyewe. Yesu ni sisi wenyewe, ndio Sabato yetu. Na Bwana amesema, Yesu alisema yeye ndiye Bwana wa Sabato. Sasa kama sisi tumemwamini Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, sisi inabidi tumfuate Bwana Yesu kwa sababu yeye ndio Bwana wa Sabato. Mungu awabariki sana. Nimeelewa mno. Mungu ambariki Dr. Nasua na wengi ambao na wote ambao wamechangia vizuri. Mungu awabariki. Amen.
Amen, amen. Asante sana katika hilo. Nitabaki nayo kwa sekunde chache kidogo, kwa nguvu ya kipindi. Katika swali lako, dukuduku lako lilikuwa nikitaka kujua ni siku gani. Lakini katika hitimisho unaonekana umeondoka katika siku, umekuja kwenye ni nini. Nimekuelewa vizuri hapo? Nimeondoka katika siku na wakati na nani, wakati nauliza, sijajua kama katika jibu, sijajua kama katika jibu uliweza kuepata kama umekubaliana kwamba ni Jumamosi. Wakati nauliza swali mtumishi Jerry, nilisema ina maana kama mchungaji mimi naweza nikajiamulia mwenyewe Jumatatu iwe sabato yangu, nisifanye kazi. Inawezekana hivyo? Maana wasabato wameamua kuwa Jumamosi hawafanyi kazi yoyote. Wasabato hata ile kupika chakula hawapiki. Yaani vitu vyote wanaandaa Ijumaa. Hawapiki, hawafanyi nini, ndio sabato yao. Sasa na sisi tumeo Jumapili, ndo tunasema ndo Jumapili yetu, ndio sikukuu yetu, ndio sabato yetu ambayo hatufanyi kazi, tunakwenda kanisani. Lakini pamoja na hayo, wapo wapagani ambao wamjui Mungu, Jumapili hiyo inakuwa kama ni siku ya kwenda kupoteza wakati, anakwenda kanisani, anakimbilia kanisani. Sasa hapo sawa, tunaendelea kujifunza. Asante sana. Asante sana katika hilo. Na ukiangalia basi saa yako potoguni kwamba theluthi ya pili ya theluthi zile 3 zilizokuwa nazo kwa siku ile imekatika. Tuna dakika nyingine 30 za kuendelea katika kipindi chetu cha maswali na majibu. Kwa wale ambao walikuwa nafikiri kwamba wewe kipindi kinakwisha, Alhamisi mwisho wa mwezi, tuna dakika 90 kubwa kabisa, maswali mazuri na discussion nzuri kabisa, na nyingine ni nzito kweli kweli kama hii ambayo tumetoka imeza hivi sasa. Asante sana katika hilo. Sasa tuendelee. Karibu mtu mwingine, swali jipya. Utaanza kusema jina lako na pale ulipo, dakika 2 mpaka 3. Najua kabisa unaweza kueleza swali lako vizuri kabisa, na wanaochangia watapata muda huo. Karibu. Karibu, tuendelee. Na kama unazungumza na muda wote hujasikia ni kwa acknowledge, inawezekana kabisa kwamba unazungumza katika mute. Angalia simu yako, utabonyeza kwanza alama ya nyota nambari 6. Fanya hivyo mara moja tu, utakuwa hewani. Karibu. Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. Karibu tena mtumishi wa Mungu, mchungaji Mangesho. Asante kaka Jerry. Swali langu natoka kwenye mistari miwili. Mstari wa kwanza kutoka kitabu cha Kutoka, ule mlango wa 33 mstari wa 20. Si kama kuna mtu anaweza kusoma au nisome, lakini nimeshafungua tayari. Kutoka 33 20. Je, kuna mtu anataka kuchangamkia baraka hizo? Naona kidogo atoko slow. Haya, karibu, endelea. Kutoka 33:20 nasema hivi: kisha akasema, huwezi kuona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Hiyo ni Kutoka 33:20. Lakini ukiangalia Isaya ule mstari wa 6, mstari wa kwanza na wa pili, unasema katika mwaka ule alikufa mfalme Uzia, na alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake zikalijaza hekalu juu yake. Wakalisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, kwa mawili aliruka. Kwa hiyo hapo tunaona kwamba anasema kwamba hakuna mtu anaweza kumwona Mungu akaishi. Lakini hapo tunaona Isaya kwa Kiswahili, Isaya ule mlango wa 6 sura ya 12, hapo tunaona kwamba hapa anasema kwamba alimuona Mungu.
Sasa inakoje hapa alimuona Mungu akaweza kuishi, wakati hapa kama mtu atakimuona Mungu ataweza kuishi? Langu ndio liko hapo. Amen. Amen. Asante sana kwa swali lako zuri kabisa hilo. Nafikiri ameweza kueleza vizuri kabisa na limeweza kueleweka. Ametumia vitabu viwili na bahati nzuri naweza kusema hivyo vyote viko katika agano lile la awali, agano la kale. Moja inasema ukiniona utakufa, mwingine anasema kwamba umeniona. Nijaribu kuphrase hapo. Inakuwaje jambo hili? Karibu tuchangie. Swali zuri kabisa ile. Kwa yule ambao kujaribisha kusoma kwa haraka alianza na Kutoka 33:20. Hili andiko ndio lile ambalo linasema kwamba huwezi kuniona. Jaribisha kuphrase. Then akaenda kwenye Isaya 6:1-2. Paraphrase again. Hili inaonyesha kwamba aniona. Yote katika Biblia, yote katika agano lile. Ona kama yanapingana. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6 utakuwa hewani. Karibu. Kama unazungumza na sije kwa technology inawezekana uzungumza katika mute. Angalia tena simu yako, alama nyota nambari 6 *6 mara moja tu itakutoa katika mute, utakuwa hewani. Mbona kama ndiko linapingana? Nani atajaribisha? Kumbuka basi tunajaribisha kujadiliana. Hii ni midahalo na inawezekana ikawa sio moja kwa moja. Amen. Kwa sababu pia mchungaji Mangesho alivyouliza nikawa kama na mimi nimenizindua kichwani, kwa sababu mimi naamini hata kwenye Biblia inasema Mungu ni roho, nao mwabudu halisi watamwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho. Nadhani kitabu cha Yohana. Sasa Mungu sio physical. But akitaka kufanya kazi wale ndio wanavaa mwili, tutegemea. Unaweza hata wewe hapo ukasema leo nimemwona Mungu, akamtumia hata mtu akaja katika hali ngumu akakusaidia. Hata mwenyewe tu hapa kila siku unaweza kusema kweli katika hili kweli nimemwona Mungu. Sasa itategemea ameamua kutumia kuvaa kitu kama vile shetani ambavyo anavaa mwili kuoperate. Akavaa tu mwili wote ukakufanyia mambo ya vurugu, kumbe shetani iko ndani yake. The same na Mungu. Sasa Mungu ni roho, sio physical. Kwa hiyo wewe unasema kwamba na utakatifu wa Mungu ni mkubwa sana. Ndio maana ukimuona kuishi, yani hatuwezi kumsogelea ile kwa physical ile. Kwa hiyo yani mimi pia binafsi sielewi hiyo kwamba kumuona kama kumuona, bali naamini pengine yani anaweza akawa ni Mungu lakini amepitia kitu kingine ambacho amevaa mwili, lakini sio ile Mungu kama Mungu kamaona physical hivi. Utakatifu wake ni mkubwa sana. Kwa hiyo ni hata mimi hapo kidogo imenichanganya kwa sababu naamini Mungu ni roho. The recording has started. Yeah, amen. Kidogo naona shetani alikuwa amepita sehemu tukamwacha ende zake. Sasa naona line iko sawa. Sasa najua sasa iko kutuanzishia changizo hilo na umeweza kuelewa vizuri, umeweza kusikika vizuri kabisa. Zile sekunde kama 4 hivi, si 3 za mwisho ambazo kidogo nileta nuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia amen. Nimesikia sauti ya Profesa Mgwamba. Karibu. Okay. Sasa ilikuwa inanisumbua kidogo. Labda kabla ya kuendelea kujibu hilo swali, sisi wakufunzi tunasema kabla hujajibu swali lielewe swali sawa sawa. Sasa kama nilielewa mimi hiyo mistari ambayo mchungaji Mangesho alifanyia reference, la kwanza linasema Mungu anasema huwezi kuniona uso wangu ukaishi. Sasa kuna kitu uso. Kwenye sehemu ya pili ni yeye kumuona yeye. There is different kati ya uso na mtu mwenyewe.
Kwa hiyo anayodai alimuona Mungu, sidhani kama anasema aliona uso wa Mungu. Isaya 6:1. Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake likalijaliza hekalu. Huo ndo mstari ambao alimuona Bwana. Anaona utukufu wake Bwana, maana anasema hata hilo pindo lenyewe limejaza sehemu. Uso alikuwa hajauona. Nimesema swali lilivyo, hakuna mtu atakaona uso wa Bwana akaishi, lakini sio kumuona Bwana. Yaani tukichukua mfano wa wale watu waliokwenda kumuona tembo, au wapipofu waliokwenda kumuona tembo kwa kumpapasa, waligundua juu ya maumbile yake, maumbile ya yule tembo, lakini hakuna mmoja alioelezea uso wa tembo ulivyo. Amen, amen. Nitarudi kwako Profesa, nimkaribishe kwanza mama anadukuduku hapa. Karibu. Mimi si dukuduku, isipokuwa ninaangalia hapa kwenye Kutoka 33:11. Mbona inasema naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Inasema uso kwa uso. Na hapo na tunajua kwamba Mungu, Kutoka 33:11. Okay. Sasa hapo Musa aliongea na Bwana akiona uso upi, wakati kweli Mungu ni roho. Samaki hilo nalo linakutanisha. Haya. Nirudi kwako Profesa, hapo tumepata mstari ambao umefika ulipo uso. Tuchangie katika hilo. Ya Musa ni presence, uwepo, yani uwepo wake na uwepo wa Musa, uwepo wa Mungu na uwepo wa Mungu. Hiyo pia unaweza ukatafsiri kama uso, lakini sio uso kwa maana ya sura tunayosema sisi, ukaangalia macho yake, pua, mdomo. Ni presence. Okay. Tumekutana ana kwa ana. Sasa ana kwa ana ndio inayotumika hapa. Safi. Tuko vizuri. Hebu tuendelee kuendelea kuchangia katika hilo. Ni vizuri kwamba tumeweza kupata baadhi ya mistari, na ikiwezekana kuweza kupata tafsiri zilizopo nyingine. Na labda kwa manufaa wale ambao hawajafungua ile mstari aliosoma Makavishe Kutoka 33:11, inasema naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka akarejea hata malangoni, bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hekaluni, kule hemani. Naangalia print ya Kiingereza hapa, inasema so the Lord spoke to Moses face to face, as the man speaks to his friend, and they will return to the camp, but his servant Joshua the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. Sasa hapo Profesa amesema kwamba kuna utofauti hapo. Andiko linasema akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Je, hakuleta nirudi kwa Profesa hapo? Hakuaddress hilo hapo? Uso kwa uso not only umeona, lakini kama vile mtu anavyoongea na rafiki yake. Bado uso ulionekana hapo katika Kutoka 33:11. sasa hapo ina maana ya kukabiliana. Tunaona hata Musa mwenyewe alipokwenda kule mlimani kupokea zile amri 10, kama kumwangalia kwenye ile nuru yake inaweza ikakublind, yani Mungu
tunajaribu kumminimize, tunajaribu kumfanya awe kama mtu. Sasa kuna expressions kwenye Biblia tunazitumia katika mantiki yetu sisi kibinadamu, kwamba nimekabiliana naye hapa na hapa, au yani nilitumia neno lingine pale mbele, ana kwa ana. Linakuja kama uso kwa uso, ana kwa ana. Maana yake presence yake, alikuwepo kwenye ile presence ya Bwana. Uweze ukamweka Mungu mwenye maumbile ya miguu, yani kibinadamu, kwamba sasa na sura yenye masikio na macho, na huyo sasa atakuwa ni Mungu wa aina nyingine. Mchangiaji katika Yesu Kristo. Ndio maana Yesu anasema mliponiona mimi, yani Emmanuel, Mungu aliyojigeuza kuwa mwili. Huyo unaweza yani ukisema kwa Yesu, hiyo issue nyingine. Lakini Mungu kama Mungu mwenyewe hana maumbile ya kibinadamu. Asante sana katika hilo, changizo zuri kabisa. Nikaribishe mtu mwingine mmoja. Kuna kipindi line ilikuwa zinafunguka zinazima, zinafunguka zinazima. Wile ambao karibu kufanya hivyo. Haya, kwanza karibu. Hata mimi nilikuwa kaniwahi baba hapa, na mimi nilikuwa umumo kwa sababu Musa amekaa siku 40. Kumbuka alivyoshuka naye alikuwa anang'aa mpaka wenzake hao wa Israeli wanaogopa hata kumsogelea. Yani ule utukufu wa Mungu ulikuwa mkubwa. Na pale Mungu alivyosema, wengine naongea si kwa mtumishi wangu, naongea uso kwa uso, kama alivyosema baba kwamba yani anakuwepo, presence yake anamsikia, lakini sio kwa kumface. Yani ukubwa, mimi mwenyewe hata kiangalia hivi naona ukubwa wa Mungu ni mkubwa, yani ni mkubwa sana. Lakini pia Biblia sometimes inajaribu kujishusha katika lugha fano ya kibinadamu tuweze kumuelewa Mungu. Wanaposema Mungu sengine amekaa, kwamba Mungu sio kama atakaa hivi. Yani ukubwa wake ni mkubwa sana kuliko hicho kiti. Atakaa kiti gani ambacho kinaweza kumtosha Mungu? Yani Mungu sio amesimama, yani ukubwa wake ni mkubwa. Kwa kuna baadhi ya maneno ya Biblia wanajaribu sana kuweka lugha ya picha ili sisi tuweze kwa ufahamu wetu wa kibinadamu, sababu akili zetu zina limitation, kupata kuelewa kwamba Mungu hivi. Lakini ukimweka kama Mungu kama hivyo sema mtumishi hapo, kwamba ni ile presence yake ndio alikuwa anaiona. Hata kuongea alikuwa anaongea kwa presence, kwa sababu alianza kuongea naye tangu pale kwenye kijiti, anaongea anabishana naye, kwa alikuwa anamsikia Mungu. Lakini ile kwa kuona kabisa huyu hapa ni Mungu, hicho kitu ni kikubwa sana. Kwa Mungu ni mkubwa sana, yani hiyo ni ngumu sana. Amen. Ndio maana sasa Mungu ni roho. Asante sana. Bila kupata insight hizo, je, kuna mtu mwenye wazo mbadala? Kuna mtu ajibisha kuzungumza, nafikiri hapo? Kuna mtu ameniwekea message hapa, ina kapuni, anasema si ndio maana kaitwa Mungu Baba, kwa anafahamika kwamba ni mwanaume. Inamaanisha uso wake unafahamika ni mwanaume. Asante sana jina kapuni. Haya. Kabisha mtu mwingine mmoja. Wachangiaji wamesema kwamba hakuna aliwahi kumuona, jaribisha kuparaphrase hapo. Na kwamba zile expressions zilikuwa zimetumika kama mifano ya kufika katika level yetu kama binadamu, ili tuweze kujua kwamba alikuwa anazungumza naye. Yes, uso kwa uso, lakini sio uso hivyo. Karibisha mtu mwingine mmoja kama yupo. Bwana anasema kwamba alimuona katika maono, lakini sio kiuhalisia, sio real. Alimuona katika maono. Tumeleta changizo lingine huko jina kapuni. Nimekusikia na kukaribisha Dr. Nasua. Amen. Mimi nitakwenda kugusia kile ambacho amezungumza provost wetu. Kitu ambacho alikuwa anazungumzia Musa ni ile physical touch, kumwona Mungu, uso wake, miguu yake, mikono yake. Lakini kwa maana kuona utukufu wake, kusikia sauti yake, Elia aliongea na Mungu kwenye pango, lakini hakumwona Mungu, lakini aliongea naye. Ukiangalia mtu kama Paulo, alitokewa na Yesu akamwambia, ni mimi Bwana, unaniudhi.
lakini hakumuona, alisikia sauti. Experience ambayo na mimi mliosikia ushuhuda wangu nilishuhudia hilo jambo. Mimi sikushuhudia na mtu kwamba Absalom tunakuomba uokoke, sijui una dhambi, hapana. Mimi nilisikia sauti kabisa. Mungu alikuwa anazungumza, Absalom, nataka leo uokoke. Ni sauti kabisa ilikuja ikazungumza na mimi, na from that point nikajikuta utukufu wa Mungu umeshuka. Nimeanza kuona ubaya wa dhambi na changamoto zingine. Ushuhuda huo nilishaueleza siku za nyuma. Mimi ndo nikaenda kumtafuta David Mnanka ambaye ni profesa wetu wa chuo, nikamwambia nini ambacho kimenitokea. Naye akaniambia huyo ni Mungu, kwa nitakuongoza sala ya toba. Kwa hiyo nilisikia sauti, lakini sikumuona Mungu hivi ana kwa ana, macho kwa macho. Lakini naweza nikasema na mimi Mungu alinitokea, lakini sikumuona. Kwa hiyo presence ya Mungu ndio kitu ambacho watu wanakizungumza, lakini Mungu kumuona hivi physical, ukamwona huyu ni Mungu yuko hapo, hiyo ndio kitu ambacho huwezi kukiona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana Dr. kwa jibu lako nzuri kabisa hilo. Nafikiri nina mande sasa hivi naweza nikarudi kwa muuliza swali. Mchungaji Mangesho, umeweza kusikia machangizo kadha wa kadha hapo. Tuko pamoja ama tumekuchanganya? Amen. Tuko pamoja kabisa. Kwa kweli majibu ni mazuri, na kwa kweli nimepata mwanga mkubwa zaidi, lakini labda kwa kuchangia kidogo tu niungane pia pamoja na yote ambayo yamejibiwa kwa kuongezea. Ukiangalia ile kutoka 33 ndio soma pale, ukisoma mpaka mwisho akisema hivi, tangu mstari wa 20, kisha akasema uwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Bwana akasema, tazama hapa pana mahali karibu nami, naye utasimama juu ya mwamba, kisha itakuwa wakati utapopita utukufu wangu, nitakutia katika upa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu hata nitakapokuwa nimekusha kupita, nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautaonekana. Kwa hapo tunamwona Musa in his physical body aliweza kumwona Mungu kwa nyuma according kwa ya maandiko. Sasa swali linakuja, je, ulikuwa ni mwili wa aina gani? That it's yet labda ulikuwa ni mwili wa kiroho, lakini somehow Mungu alifanya uwe na figure fulani ambayo Musa aliweza kuona uso kwa uso, na sio katika ulimwengu wa kiroho. Lakini tukirudi pale haraka tunapenda kumalizia katika kile kitabu cha Isaya, anasema katika mwaka ule alikufa mfalme Uzia, na alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Kwa maana nyingine, mimi binafsi naweza pia I stand to be corrected, ninaamini kwamba aliuona kabisa uso wa Mungu, lakini however ninahisi ya kwamba ilikuwa ni maono, alikuwa anaona kama vision, haikuwa kwenye physical body kama umwili yuko kule mbinguni. Manake kutokana na our fallen state na mili yetu hii ambayo iko corrupted, there is no way tunaweza tukafika mbele za Mungu na hii mili hii. Tukani ni kama ni tunaweza tukawa like yani mili kalipuka na sisi tunataka kutumia gani, haiwezekani. Ndio maana Biblia inasema kwamba tutapewa mili mipya. Kwa hiyo nataka tu pia kwa kuongezea hapo kidogo. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa changizo hilo na kuongezea katika swali hilo, na kwa kweli ilikuwa ni swali zito, na nashukuru Mungu kwamba tumeweza kupata discussion nzuri kabisa. Nikichungulia hapa na dakika 3, kwa hiyo aidha naweza nikathubutu kuongeza swali tukapitiliza muda, which hatupendi kufanya, ama nikaua mapema and then nikaamika kwamba nimewapunja dakika 2. Katika maswali ambayo tunakuwa tunayapata yanakuwa nakaa katika database yetu. Kuna moja hili naomba nitumie kwa muda huu kwa dakika zilizobakia. Hili ni swala mambo ya counseling na Mkristo. Swali nataka kusema kwamba je, Mkristo akaenda kuseek counseling kwa counselor ambaye sio mlokole, atakuwa amekosa, atakuwa ametenda dhambi?
counselor kama yule mmoja ambaye tunamfahamu katika huduma zetu. Huyo ni counselor. Ama wale wengine ambao kwa mikoa mingine, yule ni counselor vile vile. Je, mweza swali hata kujua wewe kama Mkristo, akisema wewe kama Mkristo anapokwenda kutafuta counseling kwa counselor ambaye si born again, je, huyu Mkristo atakuwa ametenda dhambi? Nasemaje? Angalia simu yako la manyota nambari 6. Hebu tujaribishe kuchangia hilo. Counselor sio mlokole. Umekwenda kuomba counseling. Na mwiza swali hapa na ujua anataka kuona ushauri utakaopata namna gani kwenye taaluma zao. Bwana asifiwe. Very good. Man, karibu brother Alan. Inategemea ni counseling ya namna gani. Chukulia huko Saudi Arabia, utampata wapi counselor Mkristo? Huko zako Qatar, huko Somalia, huko Yemen, utampata wapi counselor Mkristo? Na maana kwamba counseling imeisha pale. Kwa hiyo inategemea ni kitu gani, kwa sababu hao makansela wamejifunza jinsi ya kuweka watu sawa. Na wewe kile kitu chako kama mtu mwingine ana utaalamu wa kuweka sawa. Sio yani tuseme watu wengi wapo kiroho. Si maanishi kwamba kiroho Kikristo, lakini makansela wengi wanakupeleka katika kitu ambacho kina manufaa kwa binadamu, yani kufikia katika stage fulani nzuri. Kwa hiyo kusema kwamba ni dhambi kwa asiye Mkristo inawezekana sio sahihi. Inategemea wapi ulipo. Kama unaweza kupata Mkristo ni sawa, ila kama haiwezekani ni beta kupata counseling ya mtu yoyote na wala sio dhambi. Amen. Sana brother Alan katika hicho. Mmoja wa mwisho kama yupo. Ni dhambi ama si dhambi? Bwana Yesu asifiwe. Ameibuka wawili. Karibu. Mimi nimekaribishwa. Nafikiri nani ambaye alikuwa mzungumzaji, sikuwa fasta kuchungulia. Nafikiri kama dada Messi kama sikosei. Ndio ni mimi, asante. Mimi nitajaribu kuchangia. Kwa Mkristo ninafikiri ni vyema na vizuri zaidi kupata counsel kwa Kristo au watu ambao ni Wakristo na wamesomea, kwa sababu katika counsel hiyo itakuwa ni nyepesi hata yeye kuweza kukupa msaada, kwa sababu tunajua Biblia inafundisha kila kitu, ina kila kitu Biblia. Kwa hiyo huyo atakaye kucancel jambo lolote ambalo unapitia atakwenda pamoja na mistari ya Biblia, especially ukipata ambaye ni mlokole ambaye ameokoka na inajua Biblia, anajua kusoma. Kwa hiyo ataweza kukupa hata mistari ya kwenda kusoma ili kuweza kufarijika, kwa sababu tunajua kwamba unapolisoma neno la Mungu anaongea na wewe na kukufafanulia wewe kwa vile wewe utakavyoelewa. Kwa hiyo na uponyaji wako unaweza ukatokea hapo hapo. Kwa hiyo mimi ninasema counsel wa Kristo. Ukienda kwa counsel ambaye si wa Kristo, huwa ni mambo mengi yanatokea. Niliona mfano kama mtu ameenda counsel, yeye na mume wake wameenda kwa counselor, and then for some reason akawaambia au couple wa separate for a while, mwanaume akae peke yake, mwanamke akae peke yake for a while. Why wame separate? Anawaona mmoja. Sasa kwa kuona mmoja ikaja kutokea kwamba akaanza kumdate huyo counselor, akaenda kumdate mume wa yule ambaye alikuwa ameenda kwa counselor. Kwa hiyo unakuta yule dada alikuwa ameolewa akaenda kumsuu kwamba huyu alitaka kucancel, baada ya kucancel sasa hivi anamdate mume wangu. Kwa hiyo ni vizuri sana kukiwa kuna Ukristo ndani yake ili kuweza kuboresha na kutunza imani ya Kristo katika hiyo counsel mnayoipata. Amen. Sana kwa changizo lako zuri hilo, na tunaona kwamba hatukupata nafasi ya muuliza swali kama ilikuwa ni counseling ya kitu gani. Nilizungumza tu counseling in general,
tukabakia kama ilivyo. Na kutambua profesa atakuwa ni mtu wa mwisho kuchangia kwa siku ya leo katika dakika hizi mbili zilizobakia. Karibu sana. Amen. Kwanza nilitaka kufanya tahadhari. Mara nyingi katika mambo tunayokabiliana nayo katika maisha ya kila siku, kuyaunganisha na kuwa dhambi au sio dhambi, yani hiyo notion. Kuna jambo linaweza likafanyika likawa kosa na isiwe dhambi. Kwa hiyo kitu kutenganisha hiki ni dhambi au sio dhambi, hapo mara nyingine tunahitaji kuwa na tahadhari. Unaweza kuwa na makosa lakini isiwe dhambi. Pili, nitaka kugusia kwamba uwanja wa counseling ni uwanja mpana na unamgusa mtu katika maisha yake ya kiakili, lakini ya kimwili pia na kiroho. Sasa tofauti ya counselors wengine wa kawaida ni kwamba wao counseling ni kushauri, yani anadotoa mambo alafu apate mahali pa kukushauri. Pengine akushauri kisiasa, akushauri kibiashara, wote ushauri ni aina nyingi. Counselor wa Kikristo, yeye counseling yake au ushauri wake inabidi uwe Christ centered. Ndio maana kwa mfano sisi kwenye chuo chetu tunasema tunatoa mafundisho, lakini yale mafundisho ni Christ centered. Kristo yuko center. Kwa hiyo ushauri wowote ambao unatolewa unakuelekeza wewe kuangalia lile jambo katika miwani iliyomvaa Kristo. Hao wengine wanatoa ushauri una miwani ya aina nyingine. Kwa hiyo hapa ndo tahadhari inayotakiwa tuwe nayo. Tunamfuata counselor wa aina gani? Ultimate kule mwisho tunataka tupate jawabu linahusika na nini. Anaweza akakushauri vizuri lakini akakuelekeza mahali pabaya. You can have knowledge na ukawa wrong at the same time. Kwa hiyo unaweza ukapata akakulisha kitu kweli ni kitu kizuri lakini hakiko sahihi. Amen. 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 Sana Provost kwa changizo lako zuri kabisa hilo. Na uzuri ili swali lilikuwa limekuja jina Kapul nimekuja studio, kwa hivyo sitarudi hata kumuuliza huyo mtu kama tuko pamoja, kama vipi atapata nafasi ya kutaarifu, na inawezekana ikawa ni sehemu ya kuanzia kile kipindi kitakatokuja cha maswali na majibu cha mwezi ule wa 7 ambacho kitakuwa ni tarehe ngapi? Itakuwa ni tarehe 30 mwezi wa 7. Itakuwa ni Alhamisi ya mwisho wa mwezi, na nafikiri tutapata nafasi ya kuendelea kupanuka kidogo kwamba kosa inaweza kuwa sio dhambi. Vizuri sana. Basi naomba nipeleke nukta kwa siku ya leo. Nikuwashukuru wote kabisa kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi chetu cha 6 cha maswali na majibu kwa dakika 90. Kwa kweli tumepata nafasi kubwa ya kuweza kupata maswali mazuri na discussion nzuri kabisa. Na kabla sijarudi kutoka credit katika yale, basi naomba nifanye mawili kabla mjatawanyika. Cha kwanza nitamkaribisha mwakilishi wa Outreach Ministry atuongoze katika declaration yetu ya mwezi wa 6, and then nitamkaribisha Reverend Dr. Nasua kuweza kualisha kipindi kwa sala. Nianze na Outreach Ministry. Karibu. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Nashukuru sana kaka Jetu kwa ukaribisho mzuri. Basi Outreach mwezi huu tunaendelea kumshukuru Mungu kwa mambo makubwa na mazuri ambayo tunamuona akitenda na anaendelea kutenda kwa kujibu maombi yetu ya zile mada ambazo tulizoziomba kwa mwaka huu wa 2026. Lakini pia kwa miaka yote tangia tulipoanza Outreach tunazidi kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu asante. Basi hapo ulipo mpendwa mtumishi wa Mungu, ndio tumekuwa na kipindi muda kidogo, lakini najua bado tutakuwa na pumzi ya kumshukuru Mungu. Basi naomba tumshukuru Mungu wote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu tunakuja mbele za uso wako tukikushukuru na kusema asante kwa namna ambavyo Baba umekuwa na Outreach tangia tulipoanza mwaka huu, tangia tulipoanza huduma hii. Baba, asante kwa mada ambazo tulikwenda kuziombea, mada ambazo Mungu tulikuwa unatenda unajibu. Baba, tunakushukuru kwani tunaona Mungu
Roho wako Mtakatifu akitenda akipita Baba kwa yale tuliyoyaomba, hata yale ambayo Mungu bado hujajibu, unaendelea kujibu Baba. Tunasema asante, kwani Mungu bado unatenda kazi, kwa sababu neno lako linasema kwamba tunayaweza yote katika utiaye nguvu. Ni katika jina lako takatifu Mungu tunakushukuru. Amen, amen, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Sasa Mchungaji Mangesho, katika declaration yako hiyo ya Outreach Ministry, na kwa sababu hiyo ilikuwa ni kama tangazo na declaration, nitatumia nafasi hii vile kuweka tangazo lingine moja kabla sijamkaribisha mtumishi wa Mungu, na hilo basi ni tangazo la siku ya kesho. Tutakuwa tuna mkesha wa maombi kama ilivyo kawaida. Ijumaa ya mwisho wa mwezi tunakuwa tuna kipindi cha mkesha maombi. So unatoka katika maswali na majibu kwa dakika 90, and then unatandaa mapafu na kuwa tayari kiroho kuingia katika mkesha maombi. Na kwa siku ya kesho basi tutakuwa naye mtumishi wa Mungu Reverend Professor Mnenwa. Ataongoza kwa siku ya kesho. Yupo Tanzania, na muda kama kawaida basi ni kuanzia saa 4 za usiku Central Time, saa 6 za usiku kule nyumbani East Africa, siku ya Ijumaa. Matangazo yameshatumwa, na kama ambavyo imeandikwa basi somo ambalo tutakuwa naenda nalo ni ijue siri ya ukuu wako. Ijue siri ya ukuu wako, atasimama na Yeremia 1:5 mpaka 11. Ijue siri ya ukuu wako, tutakuwa naye Mnenwa. Karibu mtumishi wa Mungu Dr. Maswa. Amen. Basi nipende kuchukua nafasi hii kulishukuru dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mungae Mshana, Jerry we mwenyewe, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnaofanya ya kutuandalia programu mbalimbali kama hii ya leo. Amen. 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 Pia niwashukuru watu wote kabisa, akiwemo provost wetu wa chuo kwa jinsi ambavyo tumeshiriki kwenye maswali na majibu. Kila mmoja amejifunza kutoka kwa mwenzake. Mungu awabariki sana sana kwa maswali yenu na kwa michango yenu na majibu. Na mwisho nitoe asante sana, nitoe baraka za Bwana. Basi Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini kwetu zimepitiwa na kuhakikishwa, awalinde, awatunze na afanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mchungaji kiongozi wa makanisa moja Reverend Dr. Absom Nasua kwa mchango yako na kuweza kutulisha kipindi kwa sala ya jioni. Najaribisha kuweka mambo sawa hapo mtani wewe kidogo, najaribisha kumtafuta huyo mtu niweze kumute ili tuweze kubaki katika usikivu wetu, na tumefanikiwa sana katika usamani katika hilo. Na niwashukuru nafasi vile tu nafasi kuwashukuru wale walipata nafasi ya kuuliza ama kuchangia kwa siku ya leo. Tulikuwa na midahalo, nisema mada kuu 5 ambazo zinaweza kuzaa midahalo 21 kwa siku ya leo. Asante sana dada Messi kutoka pale kwa Connecticut kwa swali lako moja na maswali mawili na changizo moja. Vice versa. Baby Favor pale Illinois kwa swali moja na changizo moja kwa siku ya leo. Mchungaji Mangesho kwa swali moja na machangizo mawili. Sister Josephine Kuyangana kutoka pale Houston on fire kwa siku ya leo, machangizo 5. Brother Allen Mfuru kutoka pale Houston as well kwa machangizo 3 kwa siku ya leo. Mama Kavishe kutoka pale Ohio kwa machangizo 2. Unaweza kumsikia vile Reverend Dr. Nasua ki-unmute na kuchangia maswali leo, amejibu maswali 2, na kipekee kabisa tupata nafasi kumsikiza wajina Provost Professor Jerry Mwamba kutoka pale Houston kwa machangizo 2 kwa siku ya leo. Umeweza kusikia baadhi ya watumishi nikiwataja kwa majina, lakini sio pekee yao ambao walikuwepo. Umeweza kumsikia Dr. Nasua, lakini walikuwepo wengine kuwasikia kama mtumishi wa Mungu First Lady wetu Mama Esther Nasua. Unaweza kumsikia mchungaji Mangesho, lakini ukaweza kumsikia alikuwepo mwalimu Olivia Andrews kutoka pale New Jersey. Alikuwa vile mtumishi wa Mungu mwalimu Glory Shaw pale Arusha. Alikuwepo katika line vile mtumishi wa Mungu mwinjilisti Msemo kutoka pale Mwanga Kilimanjaro Tanzania.
alikuwepo Pastor Lilian Joseph wa pale Houston, mchungaji Mwasambungu pia alikuwepo, na ukiweza kumsikia Povos akizungumza unajua kabisa kama mama yetu Wangwamba yuko pale pembeni as well. Nawashukuru wote. Na kipindi kingine cha namna hii kitakuwa Julai 30 kwa kalenda ya huku Marekani, saa 1 usiku Central Time. Itakuwa Julai 31 kule nyumbani East Africa, kipindi cha maswali na majibu ya namna hii. Kwa wiki ijayo katika kipindi hiki cha Bible Study utapata somo jipya, na kwa mara ya kwanza basi utapata nafasi ya kufundishwa katika madhabahu haya katika hili somo ambalo mko mmeomba tutafute mwalimu na tuweze kupata mwalimu. Somo ama title itakuwa ni somo la msamaha. Somo la msamaha, na hili litafundishwa kwa series ya vipindi vitatu kwa mwezi mzima wa mwezi wa 7. Atakuwa akisimamia kitabu cha Mathayo 18:21 mpaka 22. Mathayo 18:21 mpaka 22, na hivyo nasema itakuwa ni mara ya kwanza kwake kuweza kufundisha kipindi hiki cha Bible Study katika ministry hii, na si mwingine ni mtumishi ambaye tutapata nafasi kumsikia siku ya kesho katika madhabahu yetu ile ya Prayer, Reverend Dr. Emily Mnenwa kutoka Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania. Somo kubwa, somo zuri. Tutaanza kutuma flyers baadaye kidogo, tafadhali kwa shabasi, na kama leo kawaida basi karibisha mwingine mmoja. Kwa hiyo kipindi hiki ni mwendelezo vipindi vingine vinavyojia kwa sana makanisa Umoja. Prayer itakuwa hewani kama kawaida 12 asubuhi katika namba ile ile ya Prayer. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi hicho kipya cha msamaha. Kwa niaba ya wenzangu wote wanaotizima hili la Umoja Church Bible Study, dada Priska Mugaya Mshana, dada Hilda Biabato Kari, brother Jimmy Msemo pamoja na brother Jimmy naitwa Jerry Mkonyi, tukiwa tema na Bwana, tukutane tena katika kipindi hivyo. Amen. Amen. Usiku mwema. Amen. Amen.